Leo ni siku ya pili tangu tushiriki kwenye msiba wa aliyekuwa sound engineer wa Madobe Lidai, Gabo pamoja na Duma na wasanii wengine. Alikuwa akifahamika kwa jina la Athman Nyanza ambaye amefariki dunia na safari yake hiyo imezua taharuki kubwa kwa watu baada ya kusikia kwamba alifukiwa kwenye shimo refu na kuto kuonekana kwa muda mrefu mpaka pale alipokwenda kuchimbua kwenye shimo hilo na kukuta mwili wake ambao bado unafanyiwa uchunguzi, na jeshi la polisi litatoa taarifa iliyo rasmi kabisa kama ambavyo utaratibu upo. Sasa hapa nimekuja kuzungumza na anayedaiwa kuwa ni baba yake. Kwanza ningependa kufahamu jina lako, unaitwa nani? Naitwa Omari Simba Nyanza. Tunajaribu kufahamu kutoka kwako labda kile ambacho unakijua kutokana na tukio hili ambalo limezua gumzo kubwa, lakini pia simanzi na majonzi ambayo yametawala, jinsi ambavyo ulipata taarifa na jinsi ambavyo mtoto wako kwanza alikuwa hajaonekana kwa kipindi kirefu. Ilikuwaje? Mara ya mwisho Asmani, nadhani kulikuwa kuna msiba wa marehemu kaka yetu mwingine. Nilipompigia simu alisema yeye amesafiri huko Mwanza. Baada kama wiki mbili hivi nikapata taarifa kutoka kwa Madebe, alikuja nyumbani kwa mzee akaja kusema kwamba Asmani hajamuona na alikuwa na taarifa ya kuhusu mtoto wake masuala ya shule. Madebe ndo alikuwa anamfuatilia. Kwa hiyo sasa, lakini alipokwenda nyumbani kwa Asmani akakuta kama kuna taharuki fulani, kwamba alikuta shimo limechimbwa na ndani mle alitoka binti ambaye anasemekana, yani mimi nilikuwa simfahamu lakini inasemekana alikuwa ni mwanamke wake. Alipomuuliza kuhusu Asmani yuko wapi, alimwambia Asmani amepatwa na tatizo lakini halisemeki. Madebe akashikwa na wasiwasi, tatizo gani halisemeki? Ikabidi akaachana na hali, akafuata alichokitaka. Alitaka kwamba kuhusu Asmani yuko wapi apate namba ya simu kwa ile shule alipotoka ule mtoto ili amhamishe kwenye shule nyingine kule. Alipomaliza pale ndo akaja nyumbani kwetu kusema kwamba bwana Asmani haonekani, lakini yule mwanamke amesema kuna tatizo amepata Asmani alisemeki, lakini aseme tatizo gani. Lakini hadi sasa hivi inavyoonekana Asmani kama wiki au wiki na haonekani. Nilipopatwa na nile tukatoka mimi, Madebe mwenyewe na mdogo wake anaitwa Ibrahim. Tukaenda mpaka kituo cha polisi cha Chanika kikubwa, tukaonana na mkuu wa upelelezi anaitwa Mheshimiwa Ndomba. Tukaenda tukaliwakilisha na tatizo hili. Akatuambia mnamshuku mtu yoyote? Kaambia sisi tunayemshuku ni mwanamke wake ambaye anaitwa Rehema Maulidi Hassan, ndo tunayemshuku. Akasema yupo, nikamwambia yupo. Yupo wapi? Yupo Kigamboni, na mara ya mwisho inasemekana kwamba Asmani alitoka huku Chanika alielekea Kigamboni. Akasema basi natakiwa binti apatikane, nani anayepajua? Mimi ndo nilikuwa nishai kufika siku moja kule Kigamboni wakati Asmani alikorofishana na mwanamke alivyomhamishia vyombo, na mimi nilikwenda. Kwa hiyo tokea hapo sasa yule mheshimiwa nani pale mpelelezi akasema sasa inabidi upate askari twende tukamkamata. Ilikuwa siku ya Jumatano ndo tulipeleka taarifa. Alhamisi akasema mpate askari mkamkamata. Alhamisi ikawa tujapata askari yoyote. Ijumaa tukaenda pale kwa nyumbani kwa Asmani. Tulimkuta binti ambaye aliyekwa na yule binti ambaye tunamshuku sisi kwamba ni mtuhumiwa. Ndo tukamkuta pale, tukamuuliza wewe hapa ukakuweka nani? Akasema mimi hapa nimewekwa na Rehema. Tukaambia Rehema sisi hatumfahamu, alafu hii nyumba ni ya mwenetu sisi, wewe umekaa hapo pasipokuwa na idhini yetu sisi wala Asmani. Asmani hatumuoni. Toka tukachukua mlango tukafunga na kufuli. Tukaambia inabidi tuende polisi tukatoe maelezo, kwa sababu kama uko na sisi wewe kwanza sisi hatukujui na wewe utujui. Twende polisi tukatoe maelezo kwamba
wamekuja baba zake hapa na shangazi zake, wamekuja wamefunga mlango, tunamtaka Rema huyo alokuweka hapa yaje ndio tukuge funguo kama kuingia ndani tukubaliane naye. Akasema sawa, tukatoka naye mpaka kituoni. Wakati tunaenda naye kituoni akaanawasiliana na nani, na Rema, kwamba bwana hapa wamekuja baba zake wadogo wananipeleka kituoni kwenda kwenye mahojiano. Akasema sawa, wewe nenda. Tulipofika kituoni tukamkuta mkuu wa upelelezi alikuwa hayupo, tukamkuta Afande Hamisi. Nikamkabidhi mimi mwenyewe kwa Afande Hamisi yule binti. Afande Hamisi akasema bwana huyo haiko ndani mpaka Mheshimiwa Ndomba yaje. Kweli tukamwacha pale. Baadaye ile siku ya Ijumaa tena Mheshimiwa Ndomba ulipokuja akasema kwamba atoke Afande Hamisi na mdada mwingine pale, Afande nani yule. Tukaenda naye mpaka kwa Rehema Kigamboni. Kufika kule tukamkuta Rehema ametoka, kama sisi tumefika kama saa 9 mchana. Yule Rehema katoka kama kwenye saa 6 mchana. Ametoka kule Kigamboni. Alibeba begi kubwa na alivaa kininja. Kwa hiyo wale jamaa wa pale majirani walishikwa na taharuki, mbona huyu anaondoka kama ana wasiwasi? Walimrekodi kwenye kamera, kwenye simu. Walipomrekodi akatuonesha zile rekodi. Mimi wenyewe tulikuwa na wasiwasi, tukaambia bwana huyu mtu anatuhumiwa kwamba kuna mtu huyu, kuna Asma huyu mwanaume wake kafanyaje? Kapotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Mjibu wake akasema huyu mbona anasema sio mwanaume wake, ni kaka yake, hapa katutambulisha kama ni kaka yake. Akasema bwana sio kaka yake, huyu ni mwanaume wake, lakini kapotea kama kwenye mazingira ya kutatanisha. Ndio maana tumekuja kumfuata Rema ili ende akatupe ushirikiano. Kwa hiyo kule Kigamboni alimtambulisha Athmani kama kaka yake. Kama kaka yake, sio mwanaume wake. Ikabidi sasa tukaamba basi tukawaachia mawasiliano ya askari Afande Hamisi kwamba atapotokea basi mtupe ushirikiano, huyo mwanamke sio mtu mzuri, mnakaa na mtu mbaya hapa. Wale mabinti wakasema sawa. Tukarudi siku ya Ijumaa ile bila mafanikio. Jumamosi mida kama saa 11 jioni Afande Hamisi akanipigia simu mimi, akampigia simu na Ibrahim ambaye ni mdogo wake na Asmani, kwamba bwana yule binti kule amerudi na hivyo anahamisha vyombo, anauza kwa bei ya hasara, ili mradi anasema kwamba mazingira yake yamekuwa magumu, anataka kwenda mkoani, kuhamia mkoani. Kwa hiyo tufanyeni haraka twende tukamfikie mtuhumiwa. Sawa, mimi nikachukua pikipiki na ili mradi nimpitia Afande Hamisi pale, maana siku alikuwa yupo kazini. Alitoka kwa sababu ya tukio hilo. Yeye anakaa maeneo ya Chamazi. Ili nimpitie Afande Hamisi Chamazi ili twende Kigamboni. Kwa hiyo kila tulivyokuwa tunakwenda tunawasiliana, muda ukawa kama vile kule anafanya haraka ili mradi aondoke, na vitu vilikuwa tayari vingeka shauza kashapakia kwenye toyo. Afande Hamisi kwa kuwa anapigiwa simu sana akachukua tena pikipiki yake nyingine. Mimi nikana pikipiki yangu na yeye akana pikipiki yake, kwa ila ili mradi kwa kuwahi akaanza kufika yeye Afande Hamisi. Kweli kufika tukakutana toyo njiani ilishajaza mzigo, yeye akaanamalizia vyombo vya mwisho, tukamkamata. Baada ya kumkamata tukarudi naye mpaka kituo cha Chanika. Tulifika kama saa 3 usiku. Tulipofika kama saa 3 usiku ikawa akachukuliwa moja kwa moja akawekwa ndani, tukaambiwa turudi asubuhi yake ambayo ni Jumapili. Jumapili tuliporudi tukaanza kuhojiana naye yule binti. Katika mahojiano ya kwanza tulihojiana kwamba sisi tunamhitaji Asmani, yuko wapi? Akasema bwana Asmani amefanya tukio. Hilo tukio alilofanya ndio kasababisha akimbie. Tukio gani? Akasema kwamba Asmani ameuza nyumba. Nyumba ameuza, alipouza nyumba ile hela aliyochukua ya nyumba alienda kununua maeneo ya Mkulanga huko. Kaenda kununua eneo ili mradi alikate viwanja naye awe anauza. Kwa hiyo baada ya alivyonunua akadhulumiwa. Baada ya kudhulumiwa yule aliyemdhulumu akaenda kumfanyia tukio baya. Alipoenda kumfanyia tukio baya akarudi akaniambia mimi nimemfanyia tukio na hapa nilipo sasa bora mimi nikimbie. Tukamuuliza amekimbia amekwenda wapi? Akasema alipokwenda mimi sipafahamu. Kaambia sio kweli kwa sababu wewe si mtu wako, na katika hiyo nyumba alikuwa kati anauza wewe ulishiriki eneo gani? Akasema bwana mimi sijashiriki chochote kwa sababu ila niliona tu anapewa hela milioni 20 hapa nyumbani kwake siku ya kwanza, alafu baadaye akamaliziwa milioni 10 baada ya muda. Tukamuuliza huyo mwenye nyumba ambaye alonunua
wewe unamfahamu? Akasema mimi namfahamu, ni mtu wangu wa karibu, ila yupo hapa, yupo nje ya nchi, ila yani alompa madaraka ni ya kumsimamia anakaa Zanzibar. Tukamwambia basi tunaomba namba zake imadi tuwasiliane naye tujue kama kweli ndugu yetu ameuza nyumba afa ameenda kufanya tukio kama hilo. Akatupatia namba. Alafu nikamuuliza tena, pale sisi wakati nyumbani kwako tumekuta shimo, lile shimo imekuwaje? Akasema lile shimo nimechimba mimi, ila nimefukia matakataka, halina shida yoyote. Mkuu wa upelelezi akasema simesikia, anasema amefukia matakataka. Kama matakataka gani? Akasema nyie tatizo ndugu yenu mlikuwa mumjue. Ndugu yenu alikuwa mchafu, anafagia matakataka atoi nje. Akaanaika ndani. Akasema siku nimeenda ndo nimefanya usafi, mitambaa mibovu, yani kila kitu pale nimefagia ndo nimetia kwenye shimo. Nikamuuliza basi kuna shimo lingine dogo, kwa nini usifukie yale matakataka kwenye lile shimo dogo? Mimi nimeona nani utani, nimeamua kuchimba shimo lingine. Ikabidi mahojiano na askari siku akaishia hapo. Tukarudi nyumbani. Kaambia basi ngoja tukaijadili huyu mtu alionunua nyumba ili tukijilizisha basi tutajua pengine ndugu yetu kweli kafanya tukio, lakini natakiwa tuambie ndugu yetu alipo au tukio alofanya, ili mradi sisi tujue tunamsaidiaje. Akasema sasa ndo mkaongee kwanza na huyo. Tukarudi nyumbani. Tukaanza kujadili ile yani tukaongea na yule mwenye alionunua ile nyumba sasa, ili atutumie mikataba ya mauziano. Kweli tukampigia simu tukamuuliza, bwana wewe Asmani unamjua? Asmani gani? Asmani Nyanza. Akasema tipu wa kwanza akasema simjui. Tipu wa pili tukamuuliza, Asmani wewe umjui? Akasema mimi simjui Asmani. Asmani Nyanza wewe si ulinunua nyumba Chanika, wewe umjui Asmani Nyanza? Kweli namjua, nilinunua nyumba Chanika. Tukamuuliza maeneo gani? Maeneo ya mtaa Bakaya. Hiyo nyumba mmeuziana vipi? Nyumba tumeuziana milioni 30. Kaambia mmelipana vipi? Nikatoa tilipu ya kwanza milioni 20 nimempa keshi, na tilipu ya pili milioni 10 nimeenda kummalizia maeneo ya Tabata. Kaambia sawa, sasa hapa sisi tupo kwenye kikao cha family. Tunaomba ututumie yani dokumenti za hizo nyumba mlionunua. Akasema sawa, lakini hapa niko mbali na nyumbani kidogo, naomba iwe kesho jioni au baada ya futuru. Nikamwambia yani hapa inabidi ujitahidi kwa sababu sisi hapa ndo tupo kwenye kikao cha familia. Ukisema kesho basi utapata gharama zaidi kwa sababu itatakiwa uje huku sasa nayo nani wako. Lakini ukitutumia leo familia yote itakuwa imejilizisha. Akasema basi ngoja ni cheki. Akakaa kama dakika 5 akasema kuna mkataba mmoja upo kwenye gari. Ukaambia atutumie geo na hiyo mengine urudi haraka ukatutumie ili mradi tujilizishe. Kweli akatutumia mkataba wa awali Asmani aliponunua pale kile kiwanja. Tulipoangalia ule mkataba ni feki, sio wenyewe. Mashahidi sio wale, na muuzaji sio yule, na wala serikali ya mtaa sio ile. Tukabidi tukae kimya ili mradi tusubirie hizo mengine. Baada ya dakika kama 15-20 kweli akatutumia mwingine. Baada ya kututumia kwa vile tuliokuepo kila mtu tulikuwa tushatawanyika, tukajitumia kwenye WhatsApp. Kila mtu akawa anausoma sasa mkataba kwa muda wake. Kila mtu akawa anautoa makosa aliyoyaona. Cha kwanza tukaona saini sio ya Asmani. Saini ya Asmani inajulikana. Cha pili tukakuta ule mkataba amesema ameuziana na mwanasheria. Mwanasheria hakuna jina la mwanasheria wala hakuna muhuri wa mwanasheria, ambalo swala halipo. Cha tatu tukakuta kipengele kwamba hela imelipwa keshi milioni 18 katika akaunti ya benki. Benki hakuna benki iliyotajwa kama CRDB au NMB, hakuna. Yani akaunti ya benki na tumelipana keshi. Wakati katika maelezo alisema tumepeana mkononi milioni 20, baadaye nikamalizia milioni 10. Kingine kikaja juu ikaandikwa tena kuna milioni 30. Sasa nikawa bado sijaelewa milioni 30 nyumba imeuzwa milioni 18 au shingapi? Alafu saini sio zenyewe. Cha pili alisema kwamba kuna wakati wanauziana walikuwa ndani ya ushahidi wa serikali ya mjumbe wa serikali za mtaa. Hakusema serikali ya mtaa gani, hakuna muhuri wa serikali ya mtaa wala hakuna mjumbe. Kwa maana hiyo tukabeba dokumenti tukajilizisha kwamba zile dokumenti ni feki. Tukaenda nazo kituoni siku ya pili yake. Tulipoenda kituoni tukamkuta mheshimiwa anataka kama kumpa dhamana, kwa maana yule binti alikuwa anajifanya anaumwa.
Akaniambia mimi, maana mimi ndo nilikuwa nipo kipaumbele na ile kesi naifuatilia. Akaniambia bwana mheshimiwa, naona huyu binti anaumwa, tumwachie kidogo Imadi akajiuguze, alafu Imadi atupe ushirikiano Asumani apatikane, maana anasema Asumani yupo na anakujaga. Mimi nikamwambia siwezi kukubali kwa sababu anaonekana kwanza huyu binti ni muongo, na ili swala atakuwa kuna swala kamfanyia mwanangu, kwa sababu jana alitugea kwamba sisi nyumba imeuzwa. Mikataba aliyotutumia huyo ambaye alionunua nyumba inaonekana ni feki. Mikataba ni feki, hebu kwanza tuione. Nikampa mikataba, maana nilitoa kopi. Nikampa mikataba, askari yule akasoma, akalizika nayo, akasema kweli hii mikataba feki. Akamuuliza Lema, Lema, mbona hii mikataba feki imekuaje hapa? Alafu unachokifanya unajua sio kitu kizuri. Hebu ambie ukweli kwanza, kwa sababu nyumba unataka kuwa nayo wewe. Asumani unawebwage basi hata kitu kimoja unaweza kuajilizisha na wao. Mpe babake, mpe hata kitu kimoja, mpe Asumani au mpe nyumba basi ajilizishe. Ikabidi Lema akasema ngoja niongee ukweli. Akasema haya, ongea ukweli. Akasema bwana, kweli nyumba haijauzwa, sisi tulitengeneza mikataba feki mimi na Asumani. Ametengeneza vipi? Tumetengeneza ili tuzurumu nyumba, tuzurumu hela, tumzurumu ule aliyotoa hela ile kununua nyumba, ili ile hela tuizungushie, alafu baadaye tumrudishie hela yake, sisi tubaki na nyumba yetu. Kwa hiyo tumeshirikiana mimi na Asumani. Kwa hiyo Asumani uko wapi? Asumani yupo anakujaga, lakini alipo sasa hivi sipajui. Mimi nikamuuliza, sasa unasema Asumani upajui, itakuwa sio kweli, kwa sababu mmeshirikiana kwa kutengeneza mikataba. Kwa hiyo mmeshirikiana kutengeneza mikataba kumdhulumu mtu, kwa hiyo mmepata hela, si ndio? Mkaenda sehemu mkanunua kwa pamoja wote wakati mmeshirikiana, imadi hela mvopata mfanye biashara, si ndio? Ndio. Haya, mlivofanya biashara, mvoenda kununua hiyo sehemu, mkaikata viwanja wote mko pamoja, ndio mkadhulumiwa, si ndio? Ndio. Kwa hiyo sasa mlivomaliza kudhulumiwa, mkaenda mkarudi nyumbani, mkashauriana, bwana alotudhulumu tumfanyeje? Asumani akasema mimi ngoja nikamfanyie tukio, si ndio hivyo? Ndio. Kwa hiyo sasa alivyoenda akafanya tukio, akarudi mpaka nyumbani tena, tukio kashalifanya. Kwa hiyo alivyomaliza kurudi akakwambiaje, mimi bwana nishafanya tukio, mimi ninaondoka, si ndio hivyo? Ndio hivyo. Sasa itakuwaje sikwambia alipokwenda wapi, wakati sehemu zote mmeshirikiana? Hichi kipande cha mwisho alipokwenda usipajua, kuachie namba tu ya simu, bwana ukinitaka mimi utanitafuta kwa namba hiyo, alafu yeye bado anakuja. Kivyovyote atakuwa unapajua alipo, kwa sababu lazima akuge tahadhari. Kama ukiona bwana kuna tukio linataka kunifikia, uniambie ili mradi nifanyeje, mimi nijisogeze tena mbele. Lazima akwambie wewe Asumani unapajua alipo. Sasa mimi sipajui. Nikamuuliza tena, humu kwanza saini sio ya Asumani? Akasema Asumani ana vitambulisho vingi, hii saini ya humu katumia kwenye kitambulisho cha CCM. Nikamuuliza kitambulisho cha CCM ndio alichotumia kuuzia hii nyumba? Ndio. Kaambia sawa. Kitambulisho cha CCM nadhani kimetoka kama mwaka jana hivi mwezi sijui wa 5 ule, si ndio? Nikaambiwa ndio. Haya. Kwenye mkataba wa awali kabisa Asumani wakati ananunua pale kiwanja tumetumiwa nao unasaini kama hii ya huku. Je, Asumani kanunua ile eneo toka 2013. Vitambulisho vya CCM vimetoka 2015 nadhani na 25. Je, huku nako isaini aliyosaini kama hii alitumia kitambulisho gani? Akasema Asumani ana mambo mengi, nyinyi hamjui, ndugu yenu ana mambo mengi. Yani kwa kuwa kila anachokiongea kwa kifupi kama alikuwa anasikilizwa na yule askari. Kwa mimi tena nikawa sina doubt, ikabidi akaambia bana, kwa design hii siwezi kukupa dhamana, inabidi uendelee kubaki. Kweli tukamwacha siku ile yazani ya Jumanne. Niliporudi nika bado nina mashaka, kwa sababu yule akashasema ataka kumpa dhamana. Kaona wiki wote watampa dhamana. Asubuhi yake nikaenda pale, tukamkuta askari akawa yuko na mambo mengi kwa kifupi. Akasema nendeni tuwasiliane baadaye. Tukamwacha nikaondoka. Baadaye akanipigia simu yule mwanangu Iba ambaye tunaenda naye. Bwana Faza, mtuhumiwa kaachiwa. Kaachiwa vipi? Kaachiwa kwa sababu kasema anaumwa, kaenda kujitibia, kwa maana hiyo atakuja kuripoti baada ya siku 3, baada ya siku 2. Imekuwaje, mbona kaachiwa pasipo makubaliano? Ndio hivyo, kwa sababu inasemekana dhamana ni haki yake, kwa sababu jalada iliyofunguliwa ni la uchunguzi.
la upelelezi, yani tunamchunguza kwa kuwa sio mtuhumiwa kamili, hatuna uhakika. Basi nikasema sawa. Madi amesema baada ya siku 2 za mwezi bado 40, haina shida. Kweli siku ya pili ilipofika, siku ya kwenda kuripoti, nikaenda. Mtuhumiwa hajakuja yeye, hajakuja mdhamini, wote wawili hawajakuja. Wakasema bwana, mdhamini hajakuja wala mtuhumiwa hajaja. Nikaondoka. Kesho yake nikaenda. Nikaambia bwana, mtuhumiwa hajaja wala mdhamini, alokuja mdhamini ni mmoja ambaye ni mwalimu wa shule. Ndio alokuja kuripoti. Nikaondoka. Asubuhi yake nikaja tena. Mtuhumiwa hajakuja na simu zake akipigiwa apokei. Simu yake moja alipigiwa dada yake. Dada yake akajibu kwamba siku ya 3 hiyo nitakuja saa 10 jioni. Ndio nitakuja hapo afande, siwe na wasi. Mimi nikauliza, maana kati ya nyinyi serikali na mtuhumiwa, hivi mwenye sheria, yani mwenye amri nani? Kwa sababu nashangaa, kwani kuripoti mwisho saa ngapi kituoni? Kama una kesi ya maana muda wote unajipangia ndio unaenda kuripoti. Ikabidi yule mkuu wa upelelezi akachukua simu akamwambia natakiwa uje, kaongea kidogo kiukali. Sawa, nitakuja afande, usijali. Sawa. Kweli hajakuja. Ikabidi kafikia kipindi sasa mpaka wao wenyewe wakawa wanaofa. Nikamwambia mnajua ili swala mnalichukua nyinyi kama kirahisi, lakini situation kama hizi zishai kututokea nyuma. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.